Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amemwonya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu dhidi ya kuendelea na vita vyake huko katika ukanda wa Gaza, lakini pia akimwonya dhidi ya kufanya shambulizi dhidi ya Iran. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la AFP ambalo limeeleza hayo. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump amesema siku ya Jumatano kwamba alimwambia Waziri Mkuu wa Israeli Bwana Netanyahu kusitisha vita vyake katika ukanda wa Gaza, lakini pia kamwe asitishe habari zake za kutaka kuishambulia Iran, akisema itakuwa isiyofaa wakati wa mazungumzo juu ya makubaliano ya nyuklia. Anasema, "Naam, ningependa kuwa mkweli, ndiyo nilifanya hivyo," Trump alisema alipoulizwa iwapo alimwambia Netanyahu katika wiki iliyopita baada ya mazungumzo ya simu kutochukua hatua yoyote ambayo inaweza kuvuruga mazungumzo ya Washington na Tehran. Akisisitiza juu ya kile alichomwambia Waziri Mkuu wa Israel Bwana Netanyahu, Donald Trump alijibu, "Nilisema tu sidhani kama inafaa, tunafanya mazungumzo mazuri sana nao." Aliongeza, "Nilimwambia hii haitokuwa sawa kufanya hivi sasa kwa sababu tuko karibu na suluhisho," alisema Donald Trump, rais wa Marekani. "Nadhani wanataka kufanya makubaliano na itakuwa tunaweza kufanya makubaliano kuokoa maisha ya watu wengi," alimalizia rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Tehran na Washington katika wiki za hivi karibuni zimefanya duru 5 ya mazungumzo yaliyolenga suala hilo la mawasiliano yao ya kiwango cha juu zaidi tangu Amerika mnamo mwaka 2018 kujiondoa katika makubaliano ya JCPOA ya mwaka 2015 wakati wa muhula wa kwanza wa Trump. Iran imesema mapema Jumatano kuwa huenda ikafikiria kuhusu wakaguzi wa Marekani na shirika la Umoja wa Mataifa la kuchunguza vifaa vyake ikiwa makubaliano yatafikiwa na Marekani. Lakini Israel imetishia mara kwa mara hatua za kijeshi dhidi ya adui mkubwa ambaye ni Iran, na ripoti za vyombo vya habari vya Marekani wiki iliyopita zilisema kuwa Israel ilikuwa inafanya maandalizi ya kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran licha ya mazungumzo yanayoendelea ya Marekani na Iran. Trump hajapuuza hatua za kijeshi, lakini alisema anataka nafasi ya kufanya makubaliano kwanza, na pia amesema kuwa Israel na sio Marekani itaongoza katika mashambulizi yoyote kama hayo. Iran imekuwa ikishutumiwa kwa muda mrefu na madola ya Magharibi kwa kutaka kutengeneza silaha za nyuklia, madai ambayo Tehran imekuwa ikikanusha, ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya malengo ya amani na ya kiraia pekee. Hata hivyo, katika taarifa nyingine zimeeleza kwamba Donald Trump amemkataza Netanyahu juu ya kuendelea na vita huko katika ukanda wa Gaza, ambapo ameelezwa kwamba anapaswa kuachana na vita hivyo kwani ni vita ambavyo vimeua raia wengi wasiokuwa na hatia. Lakini licha ya hivyo ni kwamba katika mazungumzo yao, moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakielezwa ni juu ya kumalizika kwa vita hivyo, kwani hata ndani ya taifa hilo la Israel kumekuwa na baadhi ya viongozi wa kidini, lakini pia na hata wanasiasa na raia wa kawaida ambao hawakubaliani na vita hiyo. Katika mazungumzo ya simu ya dakika 40 na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, rais wa Marekani alimwambia waziri mkuu huyo kwamba lazima amalize kabisa vita katika ukanda wa Gaza. Hii pia imeripotiwa katika televisheni ya Israel siku ya Jumanne. Trump ameripotiwa kumwambia Netanyahu kwamba kile kinachojulikana kama mfumo wa Witkoff ambao ungesimamisha vita kwa siku 60 badala ya karibu ya nusu mateka wanaoshikiliwa na Hamas hautatosha. Netanyahu hadi sasa amekataa kufanya mazungumzo ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza ambayo yatamalizika kabisa na kuondoa mapigano katika eneo hilo. Hata hivyo, hili limekuwa kama mstari mwekundu kwake na washirika wake wa muungano wa kisiasa kali za mrengo wa kulia. Kutokana na hayo yote, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alijibu kwamba tishio la kuaminika la kijeshi lazima liwekwe kwa Iran wakati wote, ambapo Trump alijibu kwamba makombora ya aina yoyote lazima yaondolewe mezani kwa sasa, ripoti imeeleza na kuongeza zaidi. Kulingana na baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba Netanyahu alimwambia Trump kwamba mazungumzo na Iran ni bure. Iran inacheza na wewe na inachojaribu kufanya ni kupata muda. Kauli zako kuhusu shambulio dhidi ya Iran hazisaidii. Tunashughulikia makubaliano. Hata hivyo, ofisi ya Netanyahu ilikataa kutoa maoni juu ya mazungumzo na Trump siku ya Jumanne katika
usomaji mdogo wa mazungumzo hayo, ofisi ya Netanyahu ilisema Trump alimwambia waziri mkuu kwamba Washington imewasilisha Tehran pendekezo la busara na inatarajia jibu katika siku zijazo. Lakini pia Trump alisema kwamba Iran ilikuwa ikitenda tofauti katika mazungumzo kuliko ilivyokuwa siku chache zilizopita. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema yote haya ni baada ya Iran kujua ni wapi zilipo nyuklia za Israel, na kwamba ikiwa Israel itaamua kufanya shambulizi, ni wazi Iran italipa kisasi juu ya shambulizi hilo. Na ndio maana wakati huu rais wa Marekani Bwana Trump anajaribu kutengeneza mambo ili tu vita visije vikatokea baina ya Israel pamoja na Tehran. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.